mstari wa 20. Yuda sura ya kwanza mstari wa 20. Yuda sura ya kwanza mstari wa 20. Jude 1. Jude 1:20. Yuda 1 mstari wa 20. Neno la Mungu anasema hivi: basi ninyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu. But you beloved, building up yourselves on your most holy faith, pray in the Holy Ghost. Basi ninyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu. Na anasema nyinyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana, mjijenge katika imani takatifu sana ya juu. Nao unajijengaje katika imani takatifu sana ya juu? Ni kuomba kwa Roho. Kuomba kwa Roho maana yake tunaenda kwa lugha. Tunapoenda kwa lugha maana yake tunaomba kwa Roho. Bwana Yesu asifiwe. Nao tunaenda kuomba kwa Roho. Tunaenda kuomba kwa Roho ili tujenge imani yetu. Imani yetu. Sometimes hapo ulipo imani yako imezimia. Hapo ulipo imani yako iko chini. Hapo ulipo kuna vitu mbalimbali vinavyokusonga ambavyo vimesababisha imani yako isiwe ile ya juu. Na umeizoea imani ambayo inafanyaga vitu. Sasa kama tunaenda kujenga imani by speaking in other tongues, imani juu ya ile jambo lako, imani juu ya maombi ya leo, imani juu ya ndoa yako, imani juu ya watoto wako, imani juu ya familia yako, imani juu ya fedha zako, imani juu ya biashara. Hebu kwa muda mfupi tulionao sasa kwa dakika 5, basi tunene kwa lugha, tunaenda kwa lugha. Alafu baada hapo nitakuletea vipengele ya maeneo gani tunayaombea. Haleluya. Basi anza kunena kwa lugha, amka kwenye kitanda, amka kwenye kiti, tembea, onyesha authority, boldness. Bwana Yesu asifiwe. As you walk, unapotembea huko unaomba, maana unaonyesha mamlaka, you take dominion, you take charge of your life. Unachukua mamlaka, unachukua charge, unakuwa ni mtawala wa maisha yako, unakuwa ni mtawala wa mazingira, unakuwa ni mtawala wa ulimwengu wa roho uliokuzunguka sasa hivi. Na usiku wa leo anza kunena kwa lugha. Reboska tabrahota, lipato pasate pasongo badia. Ripata pakora bashaka ni babosa. Ripato gaskota mandere mosha. Ripato pakate pakura bashaka ni bazaya. Ripato pakate pakura bashaka. Ripato pakate baziki badia. Ripato pakate pakura bashaka. Ripato pakora bashaka ni babosa. Ripato pakate pakura bashaka. Ripato gaskota badika profota. Ripato pakora bashaka ni bazata. Ripato pakate pakura bashaka. Ripato pakora bashaka ni babosa. Ripato pakate pakura bashaka. Ripato pakate pakura bashaka ni bazaya. Ripato pakate pakura bashaka. Ripato pakura bashaka ni babosa. Ripato pakura bashaka. Ripato pakura rekesete brazuka badia. Ripato pakate pakura bashaka. Ripato
Baba, katika jina la Yesu Nazareti hai, usiku wa nyumbani, katika jina la Yesu Nazareti hai, watoto wako tumetechanyo for our lives, tumechukua utawala wa maisha yetu katika jina la Yesu, tumechukua utawala wa maisha yanayotuzunguka katika jina la Yesu, tumechukua utawala wa ulimwengu katika jina la Yesu, ipatupesate koromo shata, tunavionena kwa lugha, tunaipiga imani yetu na iwe juu sana, tunaifanya imani yetu iwe pure, iwe takatifu, holy faith, ipatupesate koromo shata, tunapotena kwa lugha, imani yetu inakuwa pure, imani yetu inakuwa holy, imani yetu inakuwa takatifu, iliyo juu sana, tumechukua mamlaka, tumechukua utawala wa maisha yetu, tumechukua utawala wa fikra zetu katika maamuzi kwa leo, tunachukua utawala wa fikra zetu zipate kumtii Kristo, tunakataa mawazo mtawanyiko kwa jina la Yesu. Brazuka badia rekeseta, brazuka badia repatuka katika koromo sasa. As you pray, tunaomba Bwana, akili yetu imetulia, kama neno lako linasema, let your mind stay on me. Let akili yako ikae kwako Bwana. Usiku wa leo tunakataa akili zetu kuwaza dunia, tunakataa akili zetu kuwaza mambo yaliyotukosa, tunakataa akili zetu kuwaza masumbufu. Akili zetu zinakaa kwako Bwana, akili zetu tunaziteka nyara, mawazo yetu tunateka nyara, utekaji wako katika jina la Yesu, yakae kwenye mtu aliyoombea. Hatutakaa kwenye viti, hatutakaa kwenye makoti, tutasimama tukiwa vibrant kubwa zita repatopasata kuruma shata rekeseta brazuta karuma shata rimadorobo sakabadia. Ona mwambia dada yule manderema kaka yule manderema shata na mama yule rema zakabadia baba yule rema shakabadia karuma shata diomosa, and they are praying kubwa zikabadia rekeseta karuma shata diomosa rekeseta rema zakabadia. They take dominion, they take dominion, they take charge. Rekeseta rema shata rosa zinajengeka imandorobo shata rema zakabadia imani inajengeka rema zakabadia zikabadia imani inakuwa pima rema shata kuna mashaka kwenye mambo yetu siku ya leo katika
jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Kila mmoja aseme amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Say I'm taking charge. Sema ninachukua utawala wa maisha yangu. Ninachukua utawala wa akili yangu. Ninachukua utawala wa moyo wangu. Ninachukua utawala wa mwili wangu. Sema usiku wa leo katika jina la Yesu, akili yangu haitakuwa na mtawanyiko, mawazo yangu hayatakuwa na mawazo mtawanyiko, mawazo yangu they'll stay on the Lord. Sema akili yangu iko kwako Bwana, akili yangu iko kwako Bwana. Siwazi yule aliyenikwaza, siwazi masumbufu, siwazi madeni. Akili yangu iko kwako Bwana usiku wa leo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Now we are continuing praying. Tunaendelea kuomba. Hallelujah. Tunaendelea kuomba now. Maombi siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Yatoka kwenye kitabu cha tuende pamoja kwenye kitabu cha Waefeso. Let's go kwenye kitabu cha Waefeso. Nitakwambia jambo pale ili ujue tunaenda kuombea nini. Kitabu cha Efeso sura ya 2. Tuende pamoja. Efeso sura ya 2. Efeso sura ya 2. Efeso sura ya 2. Efeso sura ya 2. Nasema hivi, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu, sura ya kwanza, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kufuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuhasi, ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa na tabia yetu watoto wa hasira kama hao wengine. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyetupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituuisha pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema. Nataka ukae kwenye position ambao Yesu amekuleta. That's what we are going to do today. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nakusomea hizi scripture. Mstari wa 5 anasema, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituuisha pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema. Wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, yeye Yesu ametuisha. Sasa tumeokolewa kwa neema. Tumeokolewa kwa neema. Mstari wa 6 anasema akatufufua pamoja naye. Haleluya. Maana yake anakuelezea kwamba sasa wewe sio mfu. Sasa wewe uko hai. Nini? Umefufuliwa. Hajasema atakufufua, amesema akatufufua pamoja naye. Ni kitendo ambacho kimetendeka. Yeye alipofufuka tu na wewe ulifufuka pamoja naye. Anasema akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Hakutuacha tu, akatufufua tu hei. Hakutuacha tu, akatufufua tukaishi tunavyotaka. Anasema akatuposition, akatuketisha pamoja naye. Akatuketisha pamoja naye. Akutuacha tu wazurulaji. Akutuacha tukanaswe na dunia. Akutuacha tuende kwa akili zetu. Akatuketisha pamoja naye. God, that's your position. Hiyo ndio nafasi yako. Umeketishwa pamoja naye. Hapa anasema umeketishwa katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Akafufuka pamoja naye. Akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. So umeokoka, umeketishwa sasa. Ulifufuka, sio mfu. Kwa mambo ya ufu hayako na wewe. Vitu vya kufa viko na wewe. Anasema kwamba akasema akatufufua pamoja naye. Alipofufuka peke yake, alifufuka pamoja na wewe. Hata kama hujaokoka, utakuja kuokoka baadaye. Yesu maana yake you included. Yaani watu wote ambao waokoka they included. Watakapoamini kwamba wamefufuka pamoja naye. Mpaka uamini, lakini mpaka uokoke. This verse ndio itakuhusu. Hapo anasema akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho pamoja na Kristo Yesu. So, as you are praying right now, naomba sasa hivi jua kwamba unaomba kutoka katika position ya juu. Umeketishwa pamoja na Yesu. Kwa una mamlaka. Una mamlaka. Utakikuwa na hofu, utakikuwa na mashaka,
kwamba maombi yako hayatajibiwa. Hautaki kuwa na hofu kwamba wachawi watakuvamia, watakumaliza. Hutaki kuwa na mashaka kwamba hakuna vitu vitatendeka. Maana yake kwenye position, kwenye nafasi ambayo umekatishwa, una full authority of him. Mamlaka yote ya Yesu. Unayo mamlaka yote ya Yesu. Kwa chochote unaomba kwa mamlaka ya Yesu, unaomba kutoka position yanaenda kutendeka. Na ndio maana kwamba tumeanza kwa take charge, kwa kuwa na dominion. Jana sana. So tunachoenda kuomba leo kama kawaida yetu na kitabu cha mtumishi wa Mungu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Last time we did that. Kitabu cha mtumishi wa Mungu kinaitwa siku 365 za ushindi. Siku 365 za ushindi mwaka 2026. Tarehe 8, of course tumeshaingia tarehe 9. Lakini leo anasema nakataa kwa chini. Kwa kweli. Kwa sababu the opposition at all. It's not your chini is not your position. Chini is not your tumeketishwa pamoja na yeye. Tumeketishwa pamoja na yeye. Efeso mkoresha mstari wa 6. Anasema akatufufua pamoja naye. Hatukubakia ardhini, hatubakia kwenye mauti. Hapa anasema akatuketisha pamoja naye. Si kau kataa kwa chini kwenye hali yoyote ile. Ndio maana tumeshatuambia hapa, tunakataa kwa chini. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa muda huu mchache tunataka uende na such mentality. Na kutaka uende na mtazamo huo, kwamba condition your spirit right now. Yani anza kuitengeneza roho yako, anza kuipa hali ya utawala, anza kuipa hali ya umiliki, anza kuipa hali ya dominion, authority roho yako. Condition your spirit right now kwamba you are seated together with Christ. That the reality, ndio uhalisia. Kwa chochote unachokitazama ukitazamii kwamba chenyewe ndio kinakuaffect, bali wewe ndio unakiaffect. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndio unakiaffect. Hallelujah. Hebu kwa dakika 5, let us condition our spirit that way. Yani hebu tuilete akili yetu, roho zetu katika mtazamo kwamba I'm seated together with Christ. Nimeketishwa pamoja na Kristo Yesu. Mimi sio wa chini. Mimi sio wa chini, mimi ni wa juu. Kwa sababu Yesu mwenyewe amenikubali, akanifufua, akanitolea dhambi, aketisha pamoja na unyonge ule ukatae. Sawa? Waliokudharau wakatae. Maneno yao wakatae. Futa kabisa yaliyokuwa yanaendelea siku ya leo right now. Kwa dakika 5, let us position our spirit. Let us condition our spirit. Tuzifanye roho zetu na akili zetu actually katika kuleta katika hali ya ujuu, katika hii hali ambayo tupo yani. Kwa sababu mara nyingi tunatoka kwa sababu ya tunatoka kiconscious, tunatoka kiakili kwa sababu ya mambo yanayoendelea. Simama hapo alipo, anza kunena kwa lugha ukiwa katika akili yako. Anasema let your mind be on the things. Akili yako iwe hapa. Akili yako iwe umeketishwa pamoja na Kristo. Akili yako iwe umefufuka pamoja na Kristo. Si dakika 5 tu. Riba saka badua. Repata pakate kora bashata. Rimandorobo saka bado. Ripato pakate pakorobo shata. Repato pakate pakorobo shande. Ripato pakate pakorobo shete ya mamosa. Repato pakate pakorobo shata. Ripato pakate pakorobo shata ya mamosa. Repato pakate Ipata
Kwenye kitabu cha mtumishi wa Mungu anasema, amesomea kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 13. SUV hii ni Old Testament, Agano la Kale kutika. Sikiliza, anasema hivi, Bwana atakufanya kwa kichwa. God was prophesying. Bwana atakufanya kwa kichwa wala si mkia. Anasema nawe utakuwa juu tu wala hui chini. Utakaposikiliza maagizo ya Bwana Mungu wako
nikuagizao hivi leo kuyaangalia na kuyafanya. Narudia tena, sema Kumbukumbu la Torati sura 28:15. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu tu wala chini, utakapoyasikiliza maagizo ya Bwana Mungu wako nikuagizao hivi leo kuyaangalia na kuyafanya. Mungu alikuwa anaongea na wana wa Israeli kabla Yesu ajaje, akawa anawaelezea mtazamo wake, kwa sababu ilikuwa ni tendo ambalo bado hajalikamilisha ndani ya Kristo Yesu. Na akawa anawaambia, mnapotembea jua kwamba unaposikiliza maagizo ya Bwana Mungu wako unakuangalia na kufanya, utakuwa kichwa. Atakufanya kuwa kichwa, sio mkia. Si kichwa kiko juu, mkia uko chini. Kwa wewe ni wa juu. Si wewe ni wa juu, wewe mimi ni wa juu. Yaani wewe ni wa juu. Chochote unachofanya ni cha juu. Mtumishi wangu anatujengea mentality hivi leo. Tujitazame hivyo. Mungu ndio anataka nini? Kwa sehemu tunao operate, ndio maana mimi nasipenda kukaa nyuma. Yeye anakaa kwa sababu that's my position. Yaani everything of mine is mbele, yani juu. Bwana Yesu asifiwe. Na anasema nao utakuwa juu tu. Juu tu, yani juu tu. Ukikaa juu unabakia juu. Kwa usiwe na mentality ya kurudi chini. Anasema wala hui chini, utakaposikiliza maagizo ya Bwana Mungu wako nikuagizayo hivi leo kuagiza kuyafanya. Anasema Mungu hakukuumba uwe chini ushikiliwe au kuanguka, si mapenzi yake ushuke au kuanguka. Ana mpango wa kukuinua na kukuweka juu ya changamoto, hasara na dhuluma. Ndio mpango wa Mungu. Akwambia leo ni siku kusema hapana kwa kukaa chini, hapana kushindwa, hapana kudanganywa na maisha ya udhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku ya kukataa. Kwa chochote ambacho umekuwa ukioperate kinyume na haya, usiku wa leo tunakataa. Unaona ilikuwa ni mawazo ya Mungu toka mwanzo mpaka amekuja kukamilisha ndani ya Kristo Yesu. Sasa ameweka ndani position. Sasa watu Mungu umeweka wewe huko ni wa juu katika ulimwengu wa roho kesho pamoja na Kristo Yesu. Maana unaishi maisha kutokea katika Kristo, kutokea katika Yesu alipo, kutokea katika nafasi hiyo. Kataa unyonge, kataa kuonewa na wachawi, kataa kuonewa, kataa kudhulumiwa, kataa. Kwa usiku wa leo Bwana tunaenda kukataa. Baba tunaenda kukataa chochote, kataa. Yaani nenda kakatae. Bwana Yesu asifiwe. Kakatae. Yaani hakikisha unakataa. Usiku wa leo ni kukataa chochote kilicho kuweka chini, chochote kilichofanya uwe mnyonge, hata kulala na hata kutokwenda kanisani, hata kutohudhuria ibada. Yaani ni kwamba umewekwa chini, kwa sababu that is not your position. Biblia inasema he has called us unto fellowship. Ametuita katika ushirika pamoja na yeye. Ametuita katika ushirika. So ushirika ni ushirika gani? Unapoenda kanisani unashirika naye, unasikiliza neno, una praise, una worship, unamsifu Mungu, unamwabudu, unashirikiana naye. Mungu anahusiana na wewe kupitia mtumishi wake, neno la Mungu unashirikiana naye. Yes, God do that. You see? Ametuita msiache kukutanika kama ilivyo kawaida. Maana nini? We brethren, yani we communicate each other. Do you understand? As we are in his presence, tupo kwenye uwepo wake, tunawasiliana sisi wenyewe. If you don't go that, maana yake ni kwamba umejinyima position yako ambayo Mungu ameweka. You operate opposite. Kwa hiyo we are going to pray for that. Even you not going to church, we are going to pray today. Kuanzia leo you be going to services. Unaenda kwenye ibada. Yaani mchungaji wako akwambia njoo ibada, njoo. Tengeneza muda njoo. Kwa ukijikuta wewe maana yake you have to pray. Pray and act. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Now the Spirit leads us going to pray. Kataa yote yaliyo madhaifu. Kataa. Tunazikataa sana. Tunakataa mataarifa mabovu ya mafamilia yetu. Tunakataa mambo yanayoendelea na biashara zetu ambao yako chini, tunayakataa. Leo hii sisi ni first class. Let us pray. Hii tutaomba kwa dakika 10. Kama tunaenda kuomba kwenye maombi. Yaani kataa chochote cha chini. Kataa chochote ambacho sio pigo. Kataa chochote deadly. Kataa.
Hallelujah. Let us pray. Mando roboskata brazuta karabashata. Repato paskate pakoroboshata. Repato paskate manderosa. Repato paskate pakoroboshata. Repato paskate pakoroboshata riamosa. Repato paskate pakoroboshata. Rekesata brazuta bado paskate pakoroboshata. Repato paskate pakoroboshata riamosa. Repato paskate pakoroboshata riamosa. Repato paskate pakoroboshata. Repato paskate pakoroboshata. Saya repato paskate pakoroboshata. Repato pakoroboshata. Rekesete brazuta bado pakoroboshata. Repato pakoroboshata riamosa. Rekesete brazuta bado paskate ukikataa vitu vya chini ukikataa mambo mafuka brasata, ukikataa kushindwa ukikataa kudharauliwa ukikataa kuwekwa nyuma ukikataa kuwekwa chini karama za kamato mambo yote ambayo sio utukufu
kichwa. Bwana mimi ni kiongozi. Bwana mimi ni kichwa. Bwana mimi ni kiongozi. Akili yangu ni kwako Bwana. Have your mind. Kobra zote karama. Nakata kukataliwa. Kwa jina zirama shakari ya Musa. Rekese takarama shata. Mawazo yangu yanakubalika. Rekese takarama shata. Mawazo yetu yanakubalika. Michango yetu yanakubalika. Rekese takarama shakari ya Musa. Rekese takarama. Rekese takarama shata. Rekese takarama shata. Rekese takarama shata. Aliyama shakari ya Musa. Rekese takarama shata. Rekese takarama shata ya Musa. Rekese takarama shata. 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 Rekese takarama shata ya Musa. Aliyama shata. Rekese takarama shata. Rekese takarama shata. Rekese takarama shata. Imandarama shata. Rekese takarama shata. Rekese takarama shata. I'm a chosen generation. Aliyama shata. Rekese takarama shata. Sisi tumechaguliwa. Rekese Mungu alituchagua wewe. Rekese takarama shata. Oh, Mendes, Kubrazuta, mbele ya watu wengi rapataka kwa lolote linalohitajika rapataka. Watatuchagua sisi, wanatuchagua sisi, hawatatuacha rapataka Kubrazuta. Wenye mambo yao watatuacha, wenye biashara zao watatuacha, wenye pesa nyingi watatuacha, wenye mafanikio watatuacha, hawatatudharau rapataka. Because we are chosen Kubrazuta. Rekese Kubrazuta. Rapataka Kubrazuta. Biashara zetu zinachaguliwa. Among the best businesses. Rapataka Kubrazuta. Biashara zetu ni vichwa. Rapataka watoto wetu ni vichwa. Rapataka Kubrazuta. Wezi wetu ni vichwa. Rapataka Kubrazuta. Mambo yetu ni vichwa. Rapataka tunakataa kudharauliwa. Tunakataa kuwa pembeni. Tunakataa kutokuonekana. Tunakataa kwa jina la Yesu Kubrazuta. Rekese Kubrazuta. Usiku wa leo Bwana, katika jina la Yesu wa Nazareti hai. Tunasema mfalme wa amani, sisi sio kukataliwa, sisi sio kukataliwa, sisi sio kukataliwa. Watatuchagua kwenye mambo yao makubwa, watatuchagua kwenye mambo yao ya maana, watatuchagua kwa sababu tuko juu. Akili zetu ni za juu, mioyo yetu ni ya juu, mawazo yetu ni ya juu. Mandaremosa, tuko hai, tukiingia sehemu tunaleta uhai. Remandaremosa kamalia, rekesete koroma shata. They cannot do it without us. Kubrazuta, repataka koroma shata. Watajikuta tu wamefaya, wasipokutuchukua. Watajikuta tu wamefaya, wasipotuchukua. Watajikuta tu wamefaya, wakituignore. Rekesete koroma shata, repataka koroma shata. Wanatuchukua kwenye kazi zao, wanatuchukua kwenye mambo yao maana, wanatuchukua kwenye biashara zao, wanatuchukua kwenye huduma zao, wanatuchukua kwenye maeneo yao, wanatupa first priority. Kwa jina la Yesu Kubrazuta karama shata. Asante Baba, katika jina la Yesu. Sema sitadharaulika. Kwenye familia yangu sitadharaulika. Sitadharaulika. Masaka bade kora bashata karama sata. Familia ikiwa na kikao itajiona haijakamilika without you.
kabla zote karabashandelia bosa, kwa sababu mawazo unayoleta wewe sina kwao. Siku zote Mungu amekupa jicho lake la kuona wale ambao hawavioni, kwa ukataa kudharaulika, maana amekuweka juu. Umegeishwa pamoja na hii. Hallelujah. You operate under the authority. Oh, with his dominion. Hallelujah. Oh, brazaka bahia. Rimanda rabosa. Repato pakate korobo shata. Repato pakate korobo shata. Katika jina la Yesu Mungu anakushukuru. Kila mmoja aseme amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. 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 Now. Hallelujah. Yeah. Kata kwa chini. See? Kuna ule mtindo kwamba watu waliokoka najiona kwamba ni wanyonge, vitu vinyonge. Ndio vya malokole. Kata. Wewe sio mtu wa vinyonge. Kama Mungu anasema kwamba kinyonge kitaingia kwenye ufalme wa Mungu. So kata kwa vinyonge. Mnyonge uko chini. Hata kwa mnyonge. Na Mungu alimwambia Joshua, ni wewe ndio utakayerithisha wana wa Israeli. Kwa hiyo unachotakiwa wewe kuwa imara, be strong. Only be strong. Kwa sababu gani? Vitatokea vitu ambavyo vitakunyongesha. So your responsibility ni kukataa unyonge. Ukataa, vitakuja na matisho yako, kataa unyonge. Mimi nakataa unyonge. Kuna kitu chako ambacho unakijua kinajitahidi kukunyongesha. Hebu sema nakataa kunyongea mbele yake. Nakataa katika jina la Yesu. Nakataa kunyongea. Nakataa katika jina la Yesu. Kataa kunyongea. Kataa kile kikao siri kilichokuweka kati. Ili tuwakufukuze kazi. Kataa. This is the time sasa kuombea hicho kikao Jumatatu. Kuombea kile kikao Jumatatu. Kila mmoja atakayekaa kwenye kile kikao atakuja kusikiza kauli yako na ataikubali. Kataa kuwa mnyonge, apia bold. Umejaa roho na hekima ya Mungu, maneno yako yakiwa yamenyoka. Glory to God. Hallelujah. So tunakataa kwa chini. Tunakataa mnyonge. We have dominion. We have authority. Tumeketishwa pamoja na in his position. Kwa tunakataa mambo yanayohusu uchini katika jina la Yesu. Kwa tunakataa mambo yetu kwa chini katika jina la Yesu. Na sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu wangu na mchunguzi wa moyo wangu. Hebu sema tena. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu wangu na mchunguzi wa moyo wangu. Rudia tena sema. Bwana Yesu, rudia sema tena. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu wangu na mchunguzi wa moyo wangu. Haleluya. Leo niko mbele zako nikiwa moyo wazi. Sema leo niko mbele zako nikiwa moyo wazi, nikiwa na ujasiri wa kutamka kuinuliwa. Haleluya. Nina ujasiri wa kutamka kuinuliwa. Nimeinuliwa katika jina la Yesu. Biashara yangu imeinuliwa katika jina la Yesu. Niko mbele zako, moyo wangu uko wazi. Sina shaka. Kumbuka tumeomba hapo mbele, tumesema kwamba tunakataa mawazo mtawanyiko. Tumekataa hofu. Tumekataa kutokuwa na imani. Kwa moyo wetu uko wazi, tunaona kuinuliwa. Sema jina langu limeinuliwa. Jambo ambalo tunalofanya limeinuliwa. Watoto wangu wameinuliwa. Imeinuliwa. Haleluya. Sema nakataa kuachi. Nakataa kuachi kwenye jambo lolote lile. Hata la utani nakataa kuachi. Haleluya. Nakataa kuachi. Sema nakataa kuachi. Kuachi ni kubaya. Kuachi ni kubaya. It has a very bad effect. Unadharaulika. Sio nzuri. Sema nakataa kuachi. Nakataa kuachi katika jina la Yesu. Nakataa maisha ya kushindwa. Nakataa maisha ya kushindwa. Nakataa. Hakuna jambo litakalonishinda. Hata kama ni gumu kiasi gani. Hata kama ni billions of money. Nakataa kushindwa. Nakataa kushindwa. Sema nakataa kushindwa. Nakataa kuanguka. Sitaanguka. Nakataa kuanguka. Nakataa kukosa baraka. Sema yote ambao kumewekewa baraka yangu sitaikosa. Sitaikosa. Waswahili wanasema usipishane na gari la mshahara. Usipishane na baraka yangu. Biashara iko kwa mtumishi wa Mungu, ndugu yangu mtumishi wa Mungu. Katika jina la Yesu. Atanipa katika jina la Yesu. Haleluya. Ile baraka iko kwa mzazi atanipa katika jina la Yesu. Baraka iko kwa mtu atanipa katika jina la Yesu. Nitamke utaipata baraka yote kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu.
Haleluya. Nakataa kuwa chini mbele za watu. Nakataa hasara. Nakataa dhuluma. Nakataa kudhulumiwa. Unajua kuna mambo mengi ambayo yametoka na yanatakiwa tu yawe katika possession, yawe katika umiliki wetu, lakini watu kwa ujanja zao za rohoni wamekwapua, watu kwa ujanja zao za kimwili wamekapua, watu wamekana la kataa kudhulumiwa. Nakataa sara, nakataa biashara zangu zitakuwa zilete faida. Nakataa sara. Hata nikiangalia watoto wangu, Bwana Yesu asifiwe, nakataa sara. Nakataa sara kwa watoto wangu. Nakataa sara kwenye familia yangu. Sema nakataa sara. You have to say. Sema nakataa. Haleluya. Kumbuka ni maombi ya tongues of fire. This is a fire we're releasing. Haleluya. Tunaachilia moto. Tunakataa kudharauliwa na watu. Tunakataa kuwa chini mbele za watu. Ile watu wanakuona tu alafu wanakublame yani kwamba hichi wewe unafai. Kwamba wewe ufai kushirikishwa jambo hili la maana. Alafu unakuta wanajitenga wanaongea wao. Sema nakataa. Yaani kwenye kile kikao cha mambo ya maana wakinitenga mimi watajiona mpwaya. Sema nakataa. They cannot do it without me. They cannot think without me. They cannot. Hallelujah. Praise the Lord. Haya. Hallelujah. Rema sakabadoa. Rema ndorobosa tabrahati. Ripato paskate korabashata. Rekesete korabashata. Rekesete korabashanderia basaya. Rekesete korabashata ria mazende. Repato paskate koroboshata ramasakabadia. Repato paskate korobosheteria basata. Sema Baba katika jina la Yesu. Asante kwa msaada wako wa kushikilia nguvu yako na nafasi yako juu yangu ya juu. Nafasi yako ya juu. Yako za juu Baba, asante unanisaidia, ninashikilia. Ninavyoongea ninashikilia. Sema ninashikilia. Patopa kate korobo shata. Rekesete korobo shata. Sema niko juu katika eneo la maisha yangu. Niko juu katika ndoa yangu. Niko juu katika ndoa yangu. Niko juu katika biashara. Niko juu katika elimu. Niko juu katika uchumi. Niko juu katika huduma. Remandorobosa. Ripatopa kate korabashata. Nena kwa lugha kidogo hapo. Rimandarabosa. Kwenye hayo maeneo unayajua moyoni mwako. Remandoro yanene kwa lugha. Asema niko juu. Kwa hiyo eneo linakutishia na unaonyesha kama kuna unyonge. Kama huwezi kataa hapo kunena kwa lugha. Repatopa kate koroboshata. Repatopa kate koroboshata. Rekesete koroboshata. Repatopa kate koroboshata yamazata. Repatopa kate koroboshata. Repatopa kate koroboshata yamazate. Repatopa kate koroboshata yamazata. Repatopa kate koroboshata yamazata bade. Repatopa kate koroboshata yamazata bade. Repatopa Bwana nakataa kwa chini, nakataa unyonge, nakataa kunyimwa vya kwangu, nakataa obrazuta remadorobosa rikasata karabashata. Asante Baba katika jina la Yesu. Asante Mfalme wa amani. Si nane maeneo ambayo mtu anakudharau to the extent that hataki kukupa nafasi. Hata wewe mali yako wanakunyonya. Wanakudhulumu, sema nakataa kudhulumiwa. Baba katika jina la Yesu nakataa kudhulumiwa. Nakataa kudhulumiwa. Nakataa kunyimwa cha kwangu. Nakataa kunyonywa. Yaani mtu mwenye langu ananiletea katika jina la Yesu. Mtu mwenye gari langu ananiletea katika jina la Yesu. Mtu mwenye nyumba yangu ananiletea katika jina la Yesu. Mtu mwenye kitu changu anakileta katika jina la Yesu. Mandorobosa. Ripata bakoroboshaka. Rekesete koroboshaka. Mshahara wako ambao utakiwa upandishwe kwa muda mrefu, lakini umekuwa ukizulumiwa miaka na miaka. Sema Bwana, siwezi kubaki kwenye level moja ya mshahara kwa muda wa miaka 20-30. Unalipwa tu 800,000. Sasa utakuwa unalipwa milioni 3, 4. Kataa kuwa na mshahara mdogo bwana kwa miaka mingi. Mandorobosa. Rekesete koroboshaka. Repato pakate koroboshaka. Repato pakate
korobo shatani mosa. Rekesete nakataa kudhulumiwa mapato yangu. Nakataa kudhulumiwa, nakataa kudhulumiwa haki yangu. Nakataa. Rekesete kataa kudhulumiwa. Kataa remando mosa. Rekesete korobo shata. Ribata korobo shatani mosa. Ribata pasate korobo shata. Ribata korobo shatani mosa. Ribata pasate korobo shande. Ribata pasate korobo shata. Ribata pasate badi. Ribata pasate korobo shata. Rekesete korobo shatani mosa. Ribata pasate korobo shata. Rekesete korobo shatani mosa. Ribata pasate korobo shatani mosa. Rekesete korobo shande. Ribata korobo shata. Rekesete brazita. Ribati bati bati bati. Ribata korobo shata. Rekesete korobo shatani mosa. Rekesete korobo shatani mosa. Rekesete korobo shatani mosa. Watu waliokuahidi vitu vyako kwamba watakugaia, tunakukumbusha katika ulimwengu wa roho. Kumbuka, we are in that position. We are seated together with Christ in the heaven realm. We have that authority to command whatever is ours to come to us right now. Katika jina la Yesu Kristo, rekesete korobo shata. Roho yake iachilie cha kwako. Kwa jina la Yesu Kristo, nafsi yake iachilie cha kwako. Katika jina la Yesu Kristo, ile kampuni iachilie mshahara wako. Unatakiwa kupandishwa kwa muda mrefu. Rekesete korobo shata. Robo shata mosa. Repa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Repa papa. Repa korobo shata. Rekesete korobo badia. Repa kata korobo shata. Repa papa. Repa kata korobo shata. Repa korobo shata. Repa kata korobo shata. Repa korobo shata mosa. Repa korobo shata. Rekesete brazuta. Repa korobo shata mosa. Repa korobo shata mosa. Asante Baba. Katika jina la Yesu. Asante mfalme wa amani. Asante Jehova God. Siku 365 za ushindi. Nakataa ushindi wangu ushikwa na watu wengine. Nakataa ushindi wangu ushikwa na watu. Nakataa. I'm in that position. I'm operating fully. Asante mfalme wa amani. Asante Bwana mabwana. Asante Jehova. Asante Baba. Watu wetu rima shakaba dobra sate koraba shata. Rekesete koraba shata leoza. Tunaongoza. Rina raboza takaraba shata. Because of us. Kobra zuka karaba shata. Rekesete koraba shata. Watachilia akili zao. Remanda raboza. Watachilia nguvu zao. Remanda raboza. Rekesete koraba shata. Rekesete koraba shata. Watatunyonya. Watashikilia. Watashikilia. Ripata korobo shata. Wanakwenda kufanya masoko, wataenda kufanya masoko. Wanakwenda kuita wateja, wataenda kuita wateja. Rikasaka badonga kate korobo shata. Wanakwenda kutuletea taarifa, wataenda kutuletea taarifa. Katika jina la Yesu korobo shata ya mazate. Ripata kata wenye kutupenda watatupenda. Wenye kutupa vibali watatupa vibali. Wenye kutupendelea watatupendelea. Katika jina la Yesu korobo shata. Rekesete koroba shata. Nakataa kuachia. Nakataa kuachia. Nakataa kuishi maisha ya chini. Nakataa mimi na watoto wangu na vizazi vyangu. Jisemee mwenyewe. Mimi na kizazi changu na watoto wangu na wenza wangu. Aya, nakataa na wapendwa wangu. Nakataa. Haleluya. Mazakabatia. Sema Bwana. Asante kwa sababu unanifundisha kuona thamani yangu ndani yako. Naiona thamani yangu ndani yako Bwana. Asante unanifundisha kwa Roho yako Mtakatifu kuiona thamani yangu ndani yako. Sema thamani yangu ndani yako Bwana naiona. Thamani yangu ndani yako naiona. Kili sasa siku ya leo. Thamani yangu ndani yako naiona. Ndio maana nakataa manyonge. Ndio maana nakataa mabaya. Ndio maana nakataa kuwekwa pembeni. Ndio maana nakataa niliyoyakataa. Katika jina la Yesu. Bwana nakushukuru kwa sababu unanifanya kuwa mshindi. Nakushukuru kwa sababu unanifanya kuwa mfano wa ushindi katika dunia hii. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Utakuwa mfano wewe mama. Sawa? Utakuwa mfano wewe kaka. Haleluya. Utakuwa
mfano. Ukiwa unaoperate mambo, kila mtu anakulifaa. That's who you are. As he is so are we. Jinsi alivyo Yesu ndivyo alivyo. Sasa hivi they refer Jesus everywhere. Hallelujah. If they refer Jesus everywhere, my name is referred. Hallelujah. My business is referred. Hallelujah. Everything of man, kila kitu cha kwangu kinatajwa. Hallelujah. Rima saka badua. Sema ndivyo. Nakataa kuachia. Mtumishi wa Mungu Satanika ameandika mara nyingi kwenye scripture, kwenye page. Wenda kununua kitabu che siku 365 za ushindi. Mkuyuni kinapatikana hapa. Nakataa kuachia. Yaani how serious it is. Kuachia ni kubaya. Kuachia bakara basaka. Don't even desire. Wala usijinio unasema nakachini. Kudharauliwa. Nakataa kudharauliwa. Nimeshapitia kudharauliwa, ndio maana nakwambia kataa kudharauliwa. Kataa kudharauliwa. Mimi nime juu ya ufalme. Niko juu ya ufalme. Ufalme wa Tanzania uko juu. Niko juu ya ufalme. Kigamboni niko juu. Kigamboni niko juu. Temeke niko juu. Kinondoni niko juu. Ubungo niko juu. Yaani nimeweka juu ya falme. Haketisha juu sana juu ya falme na mamlaka. So maana yake nini? Nimeweka juu ya falme ili kutawala. Natawala. Na inaonekana ninapotawala. Natawala, sema natawala. Usione aibu, sema natawala. Natawala usiku wa leo, natawala mchana, natawala asubuhi, natawala kifedha, natawala. Sema natawala kifedha, natawala kibiashara, natawala kihuduma. Kwa sababu juu ya falme. Kila eneo la maisha yangu limeinuliwa na nguvu ya Mungu. Kila eneo, haijaanza eneo hata moja. Kila eneo mpaka la mavazi. Hallelujah. Kila eneo la maisha yangu mpaka la viatu, mpaka la nywele. Hallelujah. Kila eneo la maisha yangu limeinuliwa na nguvu ya Mungu. Hallelujah. Na nguvu ya Mungu. Hallelujah. Si kwa akili zangu, si kwa uwezo wangu, bali kwa nguvu ya Mungu. Hallelujah. By the Spirit. Hata mimi ni wa heshima. Mimi ni wa heshima. Ninaheshimika kazini, naheshimika. Kwenye huduma naheshimika. Kokote napokuwa naheshimika. Nene rimando robosa. Sema mimi ni wa baraka. Nikipita nalo watu wanaona mamlaka. Haleluya. Hakuna kinachoweza kunishusha. Maisha yangu ni ya ushindi na ukuu. Hakuna kinachoweza kunishusha. Sema hakuna kinachoweza kunishusha. Hakuna anayeweza kunishusha. Maisha yangu ni uweza na ukuu. Haleluya. Uweza na ukuu. Maisha yangu ni ya ushindi na ukuu. Ni ushindi, ni uweza. Huu ni mwaka tumeweza. Haleluya. Haleluya. Reka satakara washata. Nyosha mikono yako. Sema Baba, katika jina la Yesu nakataa kuachia. Baba, katika jina la Yesu baraka zangu zimeinuliwa. Kila mtu anaona Sima amebarikiwa. Sima amebarikiwa. Ana amebarikiwa. Ukiona watoto wako, she's really blessed. You are really blessed. I'm blessed. You're blessed. Wanaona. Lakini kwa testimony yako peke yako, but others they see it. You are blessed. Sema nimebarikiwa. Hallelujah. Sema nimeinuliwa. Hallelujah. Kazi zangu zimeinuliwa na maisha yangu ni ya ushindi na heshima katika jina la Yesu. Asante Baba. Now speak in other tongues. Na kwa lugha kumshukuru Mungu kwa sababu kweli you are going to experience your position in Christ. Unaenda kuona jinsi maisha yako yanavyoishi yakiwa ni ya ukuu. Unaenda kuona jinsi maisha yako yanavyoishi yakiwa ni ya juu. They will give you priorities. You see? Watakupa nafasi yani. Watakupa nafasi. They'll call you. See? Huo ndio umuhimu wa kuomba. Next time mwamsha mwenzako aombe. Hallelujah. Rika sata mshukuru Mungu. Limando robosa kabadea. Rika toka sate pakorobo shata. Repato pasate sekebadia. Repato pasate pakorobo shata ya wazane. Limato pasate pakorobo shata ya wazata. Rekesete brazuka.
Limatoka kate pakorobo shakari ya mazata. Rekesete brazuka. Rekasaka badobra kate pakorobo shande. Baba tunasema asante. Kwa kutuketisha pamoja na Kristo Yesu. Katika ulimwengu wa roho. Alia mandorobosa. Asante umetuketisha tubali umetubariki kwa baraka zote za rohoni. Asante Baba Rema kwa kutuma mamlaka. Asante Baba Kobra Zika Badobra Kate Korobo Shaka. Oria mataka kile chupo leo kwa amani. Unatufundisha jinsi ya kudhihirisha baraka katika ulimwengu wetu. Aria mashaka ya mazaka Badobra Zika. Tunasema asante Manderemosa. Tunasema asante Mfalme wa Falme. Tunasema asante Bwana wa mabwana. Tunasema asante Mungu wa miungu. Katika miungu na Mungu kama wewe Ramadoromosa. Tunapolinganisha miungu yao na Mungu wetu unashinda. Ramadoromosa tanamosa kama hii. Watu wanapenda Mungu wetu. Wanapenda jinsi tunavyokuabudu. Wanapenda jinsi tunavyokuita. Wanapenda jinsi tunavyokupenda. Hivyo wengi wanakukimbilia. Wanaziona baraka zako kwenye maisha yetu. Wanaona jinsi ulivyotuinua. Wanaona jinsi ulivyotunemesha. Wanaona jinsi ulivyotuweka juu. Wanaona jinsi ulivyotutukuza. Baba, tunasema asante kwa uzuri wako. Tunasema asante kwa wema wako. Tunasema asante kwa neema yako. Asante kwa ukuu wako. Asante kwa uzuri wako. Asante Bwana wa mabwana. Asante Mfalme wa falme. Asante mweza wa zamani robosa kamadia. Rekesete karamashata. Asante Baba kwa sababu ndani yako tunaishi. Ndani yako tunaenenda. Ndani yako we have our beings. Tuna kila kitu. Asante Baba, sio sisi wale wa kukosa. Sio sisi mama. Sisi ni wale watu ambao umetujalia vitu vingi. You supply needs kombrazuta. Asante Mfalme wa amani. Tunalitukuza jina lako. Nasema asante kwa ajili ya dada yule. Nasema asante kwa ajili ya kaka yule. Nasema asante kwa ajili ya mama yule. Nasema asante kwa ajili ya baba yule. Asante kwa ajili ya familia ile. Asante kwa ajili ya watoto wale. Asante Baba. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Kila mmoja aseme amen. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hongera sana kwa saa moja ya maombi. Life is pasana. Hallelujah. Prayer inaitwa tongues of fire. They are really tongues of fire. In these tongues of fire, what do we do? Tunanena kwa lugha sana and then tunafanya matamko. We do declarations, We do declarations. We declare things and things are happening. Utaona jinsi kadri unavyozidi kumwomba Mungu, unavyojoin prayer, unavyozidi kufanya matamko, unavyozidi kufanya kiri, things are happening. Kwa sababu that's our life, that's our nature, that's our designing. We have designed that way. Kwamba we are positioned. Our positions are in Christ. Our position is in Christ. Tumeshikwa pamoja na Kristo Yesu. With His authority, with His authority we speak forth. We command things and things are commanded. Tuna command vitu na vinaitikia. Inaitikia. Hallelujah. We change circumstances. Tunabadilisha hali na mazingira. We change circumstances to favor us. It's work for our good. Tunabadilisha hali za hewa zifanye kazi kwa uzuri wetu. That's our responsibility. We don't wait on God. Atumsubiri Mungu. We. By His power and His ability, kwa nguvu yake na mamlaka yake, kwa neno lake, we do that. Mungu awabariki sana kwa kujoin live prayer. Na pole leo tumechelewa kuanza, but next week we start saa 6 kamili sharp live. Hakika na wengine, Mungu awabariki sana. Till next Friday. Bye bye. Thank you. Hallelujah. Glory. Thank you. Bye bye.